Hitimisha somo letu ambalo lilikuwa linazungumzia kuhusu roho zinazolishambulia kanisa, na tunapoelekea kuhitimisha tutaona roho ya mwisho ya tano, ambayo ni moja ya roho ambazo ni katili sana, ambazo adui anazitumia ili kuweza kuliangusha au kuliharibu kanisa la Kristo. Lakini tunapoona hiyo roho ya mwisho, tutahitimisha na kuona sifa zinazofanana kwenye roho hizo zote ambazo tumeziona, na tujue kabisa kati ya roho hizi, kila roho tuliyoitaja ina maeneo mengi ambayo imeguswa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tutaangalia kwa kina, lakini tunaenda kuhitimisha kwa roho moja ambayo tulikuwa tumebakisha, roho ya Kaini. Roho ya Kaini ndio roho ya tano ambayo inadhihirishwa na shetani katika kanisa ili ilishambulie kanisa la Kristo. Roho hii ni roho ya wivu na uchungu. Roho ya wivu na uchungu ni moja ya roho ambazo zinamwagwa na shetani ili kulishambulia kanisa la Kristo, na inaitwa roho ya Kaini. Kumbuke, Kaini ni aliyezaliwa kama mtoto wa kwanza aliyezaliwa na wazazi wa kwanza, Adamu na Hawa, na huyu mtoto wa kwanza aliasi kwa kumuua mdogo wake ambaye alikuwa anaitwa Habili. Na nataka tuangalie katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4. Tuanze hapo Mwanzo sura ya 4, tunasoma mstari wa 3 hadi wa 8 ili baadaye tuelewe hii roho inavyofanya kazi. Ni roho ambayo ina wivu na uchungu, roho ya kijicho. Hebu tuone. Biblia inasema Mwanzo sura ya 4 mstari wa 3 kuelekea hadi wa 8. Nasema, ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Wanatusaidie. Tunasikia Kaini akaleta mazao ya ardhi. Kumbuka, Kaini alikuwa ni mkulima, alikuwa anafanya kazi ya kilimo. Wanatusaidie. Lakini Habili alikuwa ni mchungaji, anafanya kazi ya kuchunga mifugo. Mstari wa 4, Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Unasikia, sehemu zilizonona. Akaleta wazao wa kwanza. Huyu tulisikia Kaini alileta mazao ya ardhi, hakuleta ya kwanza, hakuleta malimbuko manake, alileta tu mazao ya ardhi. Lakini Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake. Mstari wa 4 unasema Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutakabali, kama tunavyoona hapo katika Kiingereza, ni kuheshimu na kuichukulia kwa nguvu. Bwana akaitazama na kuiheshimu sadaka ya Habili. Mstari wa 5, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Mstari wa 5. Manake Mungu, ukipata kibali kwa Mungu, unajua, unatambua. Haleluya. Bwana asifiwe. Unatambua, kama tutakavyoona mwishoni, sifa za roho hizi zinavyokuwa. Utatambua mwenyewe, watu watatambua. Mstari wa 6, Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Mstari wa 7, naona Mungu naye anaona, kama ukitenda vyema hutapata kibali. Naona anamuuliza, kama ukitenda vyema hutapata kibali? Usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Bwana asifiwe.
Kusudi la Mungu ni kila mwanadamu aishinde dhambi. Haleluya! Lakini watu wenye roho hii huwa ni vigumu sana kushinda dhambi, kwa sababu roho hii inafanya kazi katika mwili ndani ya mwanadamu, na roho hii inasababisha mateso na maumivu makubwa, kiasi kwamba kuna watu wanaumwa vidonda vya tumbo kwa sababu ya hasira na uchungu na wivu. Bwana asifiwe. Husababisha kukereketa ndani, na kama tutakavyoona mwishoni, roho hii inasababisha anayeibeba akose hata sura nzuri, hapendezi hata nje. Ikijaa anakaa vibaya hovyo hovyo, havutii mpaka nje, kama tutakavyoona mwishoni. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Maana unasikia anakunjamana nje, anaonyesha hata sura. Mungu anasema, mbona umekunjamana uso? Haleluya. Mtu wa miaka 12 unaona ni kama bibi au babu wa miaka 88. Wanatusaidie. Nakaa kama mzee. Asema mstari wa 7, kama ukitenda vyema utapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Tunaona dhambi inaweza kutamani mtu. Dhambi inasikia sauti, inaona, inatamani. Mstari wa 8 wa mwisho, Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Manake twende mahali tukacheze, faragani. Twende mahali uwandani, mahali pa kucheza cheza, mahali pako wazi. Twende uwandani, mbali manake na nyumbani. Ikawa walipokuwapo uwandani, Kaini akamwinukia Habili nduguye akamuua. Mungu atusaidie sana. Unaona? Sasa unaona kwamba ikatokea mauaji ya kwanza katika ulimwengu, mbingu na dunia. Mauaji ya kwanza yakatokea kupitia kwa huyu Kaini akamuua ndugu. Bwana atusaidie sana. Tunaona dhambi hii inaishia kwenye mauti, na inakumbuka kuna mahali katika kitabu cha Yakobo. Hebu tuone Yakobo, tuende katika kitabu cha Yakobo. Tafungua pamoja nami katika kitabu cha Yakobo sura ya 3 hapo. Haleluya. Hebu fungua pamoja nami katika kitabu cha Yakobo. Biblia inazungumza sana kuhusu dhambi. Biblia inasema huzaa mauti. Dhambi huzaa mauti. Huzaa mauti. Kitabu cha Yakobo nataka tuangalie hapo. Yakobo sura ya 1 mstari wa 13. Yakobo sura ya 1 nataka tuangalie. Tuangalie kuanzia mstari wa 14. Yakobo 1:14 nasema, lakini kila mmoja hunajaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Mstari wa 15. Halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba, huzaa dhambi. Bwana asifiwe. Manake tamaa inaweza kuchukua mimba, manake inaweza kukawia, inaweza kukaa. Maana hata mnyama au mwanadamu hawezi kupata mimba akazaa pale pale. Haleluya. Halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti. Bwana atusaidie sana. Kwa nataka kuangalia hapo. Unaona, anatamani mimi ningelikuwa yeye awe mimi. Yaani yeye amepata kibali, kwa nini? Mbona sio mimi? Ana tamaa ya uchungu na wivu. Bwana atusaidie sana. Roho hii ya Kaini hujaa ghadhabu. Ni roho ambayo imejaa ghadhabu.
Bwana asifiwe. Naweza kaandika hujaa ghadhabu, lakini hii ni roho ya mauaji. Wakati mwingine inahusianishwa na uchawi, ina uhusiano mkubwa na uchawi. Bwana asifiwe. Ukiwa tu na uchungu na wivu juu ya mtu, wewe ni mchawi. Wewe ni mchawi, ni vile tu hauna kitu cha kuloga, lakini usharoga rohoni. Bwana msaidie sana. Hautaki kuwa na wivu na uchungu, maana huo ni uchawi tayari. Biblia inaonyesha hivyo. Lakini hii roho ikimwingia mtu huyo huumia akiona mafanikio ya wengine. Hii ni roho ambayo ikimwingia mtu akiona wengine wakifanikiwa, anasikia maumivu na uchungu. Wanakusaidia sana. Anaumia. Maanake huyo mtu nilisema anaweza mpaka akaumwa. Haleluya. Na watu akiona unafanikiwa, ulikuwa mnasoma naye, umefaulu vizuri, umepata shule nzuri, umepewa vyeti vizuri, anaumwa, wengine mpaka anakimbia haraka uwani, kwa sababu mambo mengine yanaanza kufanyika. Bwana tusaidie sana. Yaani ni changamoto, ni roho ambayo huathiri mazingira ya mwili wa mhusika. Haleluya. Haleluya. Amen. Mtu mwenye roho ya Kaini hutoa sadaka mbovu au ndogo sana, hata kama ana nyingi. Huona kama anamtajirisha Mungu. Watu ambao wanaona kama wanamtajirisha Mungu au mtumishi wa Mungu, hiyo na sadaka anatafuta chenji, atatoa 100, lakini ana milioni 10 mfukoni, atatoa 200. Yaani anaona kama anamtajirisha Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Ni roho ambayo ni hatari kuliko unavyoweza kufikiri. Wakati mwingine nashindwa hata kuieleza, kwa sababu imesheheni ubinafsi, imesheheni tamaa, imesheheni uchungu na wivu. Haleluya. Bwana asifiwe. Mtu kama huyo akiingia kwenye nyumba ya Bwana, kitu cha kwanza anapoangalia, anaangalia, je, watumishi wamevaaje? Alafu anaangalia, je, kwani kumewekwa kakapu ka sadaka? Yaani anaanza kuhangaika, hangaika. Hana mawazo, nimekuja kula nyumbani mwa Bwana, nimekuja kufundishwa na kujifunza. Bwana asifiwe sana. Yeye anashughulika na mambo yasiyo na msingi, yasiyo na maana sana, ambayo hawezi akamsaidia. Anapiga hesabu, anaangalia ni watu wangapi wako kanisani, hawa watu nikoje, vipi na vipi. Anaweza kupiga hesabu juu ya kapu, juu ya mavazi, juu ya kapu na juu ya washirika. Haleluya. Bwana atusaidie sana. Haleluya. Roho ya Kaini humfanya anayeibeba asifanikiwe, akose kibali kabisa kwa Mungu na kwa watu, kama tutakavyoona mwishoni. Anakosa kibali kwa Mungu na hata kwa watu. Nataka tuangalie kidogo katika Waebrania sura ya 11, sura ya imani. Kuna mahali huyu Kaini alitajwa, nataka tuone. Waebrania sura ya 11 mstari wa 4. Anataja, anasema, kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki, Mungu akazishuhudia sadaka zake. Kwa hiyo kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Haleluya. Bwana asifiwe. Unaona, Habili hata akifa matendo yake yanaendelea kunena. Haleluya. Amina. Bwana atusaidie sana. Lakini tunaona yeye alitoa dhabihu iliyo bora. Katika Yohana wa kwanza, ili tuende kwenye kipengele cha pili baada ya kumaliza hapa, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3, na tuangalie mstari wa 12. Mstari wa 12 umetajwa tena hapa.
Anasema si kama Kaini alivyokuwa wa yule mwovu. Maana Kaini alikuwa wa Shetani, akamuua ndugu yake. Naye alimuua kwa sababu gani? Biblia inauliza, anasema kwa sababu matendo yake yalikuwa mabaya na ya ndugu yake yalikuwa ya haki. Bwana asifiwe. Manake mtu mwenye roho hii ya Kaini, matendo yake siku zote ni mabaya. Sio tu yale ya kuua, lakini ndani yake anakuwa na ubinafsi na hali ya kujipendelea, lakini kijicho. Bwana asifiwe. Anaangalia mengine vibaya. Na katika kitabu cha Yuda kitabu cha pili kutoka mwisho, anazungumzia hili. Yuda ile 1:11 anasema, ole wao kwa sababu walikwenda katika njia ya Kaini na kulifuata kosa la Balaam pasipo kujizuia kwa ajili ya ujinga, nao wameangamia katika maasi ya Kora. Bwana asifiwe sana. Yuda anaunganisha Kora, Kaini na Balaam. Haleluya. Hao wote walipigwa na Mungu, waliangamizwa na Mungu, walilaaniwa na Mungu. Haleluya. Maana roho hii huleta hukumu na kuangamia. Bwana tusaidie sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kipengele cha mwisho na cha pili kinazungumzia sifa zinazofanana kwenye roho hizi zote. Tangu tulipoanza tuliona roho ya Yezebeli, roho ambayo tuliona ni ya uasherati na uzinzi. Tukaona roho ya Gehazi ambayo inafanana na roho ya Balaam. Ndio maana nilisema zinafananishwa, roho ya Balaam. Bwana asifiwe sana. Na nisome hapo kabla sijaenda bali, Petro wa pili, ili tuone waraka wa pili wa Petro sura ya pili mstari wa 15, ili tuone hiyo roho kidogo. Nasema, wakiacha njia iliyonyoka wakapotea, wakifuata njia ya Balaam mwana wa Beori, aliyependa ujira wa uzalimu. Haleluya. Penda ujira wa uzalimu. Lakini tukaona pia Yuda Iskarioti, roho ya Yuda ya usaliti. Tumesema ya Gehazi ni ya tamaa, lakini ya Yuda ni ya usaliti. Tukaona pia roho ya Absalom, roho ambayo tuliona ni ya kisasi. Anataka kufanya kisasi mpaka anamwingilia babake. Lakini tukaona leo tumeona roho ya Kaini. Kuna sifa zinazofanana kwenye roho hizi zote. Mtu ambaye amebeba roho hizi ambazo zinalishambulia kanisa ana sifa kadhaa ambazo zinafanana moja. Haleluya. Mtu mwenye roho hizi hana kibali kwa Mungu wala kwa watu. Huyu mtu hana kibali kwa Mungu wala kwa watu. Kumbuka Mungu ndiye aliyeumba watu wote. Watu wengi walio huko nje hawana hizi roho. Wanasifiwe. Na ndio maana hizi roho unasikia zinalishambulia kanisa. Kwa hiyo ni watu ambao shetani anahakikisha wanaingia katika nyumba ya imani. Wanaweza wakaingia na kutoka. Wengine hutembea sana. Anaweza akaingia hapa, kesho akaingia pale, kesho kutwa kwingine, akitafuta jinsi ya kuvuruga. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo mtu mwenye roho hizi hana kibali kwa Mungu wala kwa watu. Hata watu wa nje wakati mwingine wanatamani wasimuone, kwa sababu ametengwa mbali. Kumbuka watu wengi walio nje wanaheshimu Mungu wa kweli. Wengine wanasikiliza mahubiri na wanajiungamanisha katika roho. Lakini sasa wale wenye roho hii, wanasifiwe, hizi roho hizi tano, wao hawana kibali kwa Mungu wala kwa wanadamu. Na wengine tumeona katika Biblia waliishia kujinyonga kama Yuda. Manake hakuna mtu ambaye hata alimwambia Yuda, hata wale mitume wengine 11 walimwambia Yuda, aisee ndugu yangu, ni nini kinakusumbua? Mbona mbona una hofu? Bwana asifiwe. Hakuna. Maana unakosa kibali kwa watu. Hakuna mtu anasema nitembelee nyumbani. Haleluya. Hakuna.
Bwana tusaidie. Jambo la pili, sifa ya pili ya roho hizi. Roho hizi humfanya mtu kuwa na sura mbaya isiyovutia na kukosa neema. Haleluya. Unapata sura mbaya. Kama ni mwanamume, you are not handsome again. Haleluya. Unakaa kama ni jitu. Yaani ni mtu ambaye haupati neema. Bwana asifiwe. Kama ni kijana, hata kuchumbia ni mgogoro. Haleluya. Ongea na mabinti wanakukimbia. Bwana asifiwe. Amen. Sura inakuwa mbaya na unakosa neema. Huyu tumesikia alikunjamana, alikaa kama mzee, akakunjamana wakati ni kijana, akakosa sura nzuri. Hapendezi, hata ajipake mafuta ya kukamulia ng'ombe alainiki. Haleluya. Bwana asifiwe. Ajipake aina yoyote ya mafuta manukato, watu wanamkimbia, kwa sababu hizi ni roho ambazo zinalishambulia kanisa la Mungu. Kumbuka Biblia inasema kichwa cha kanisa ni Kristo Yesu mwenyewe. Haleluya. Amina. Bwana asifiwe. The only handsome, Yesu Kristo. Kwa hiyo roho hizi hufanya mtu kuwa na sura mbaya ya nje na ya ndani. Sio ya ndani tu, ya nje na ya ndani. Hapendezi. Jambo la tatu. Haleluya. Jambo la tatu, mtu aliyevaa roho hizi hana amani wala utulivu. Hawezi kuwa na amani wala utulivu. Tunamwona Gehazi anatapatapa akimfuata mtu ili apate mali. Tunaona Yuda anakimbia, anatafuta kamba, anataka kujitia kitanzi. Tunaona huyu naye anaenda uwandani, anamuita mdogo wake, "Jo." Bwana asifiwe. Akiwa na hila, hawezi kuwa na utulivu kabisa. Maanake hizi roho wakosesha watu amani na utulivu. Bwana asifiwe sana. Wanahangaika kwa sababu hawana utulivu wala amani. Lakini jambo la mwisho, mtu mwenye roho hizi hawezi kuelewa neno la Mungu. Anapishana nao. Sikiliza. Mtu mwenye roho hizi akisikia anaambiwa kitu na neno la Mungu, anakigeuza kinyume. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ushaona watu wanaambiwa Mungu atakusaidia, lakini jitahidi kuwa unawahi kanisani. Anasema ndani yake, wanataka niende ili nikabebe maviti haya, nikapange vitu, nikafanya hivi. Mwambia, toa fungu la 10 ili itimize kusudi la Mungu. Wanataka watajirike, wao wanakula nyama, mimi nikae hivi. Wanataka wao wanavaa vizuri, mimi nimekongoroka. Yaani anakuja mama. Hiyo ni spirit of evil, ni roho ya giza. Sasa mtu mwenye roho hizi hawezi kulielewa neno la Mungu. Haleluya. Hawezi. Kwa sababu Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na mwanga wa njia zetu. Katika kitabu cha Zaburi ya 119 mstari wa 105. Haleluya. Neno lako ni taa ya miguu yetu na mwanga wa njia zetu. Kwa kuwa yeye amejaa giza ndani yake, nuru ikijaribu kuja ndani yake kama taa, anakwepa, anafunika, anajificha. Haleluya. Taa ikimulika, anajificha kwenye kona, lakini pia anajificha kwenye kona ya giza la adui. Maanake anabadilisha neno, linakuwa kana kwamba ni neno lakini lina mapungufu. Maanake anaweka vikwazo kwenye kweli. Haleluya. Hawezi. Maanake ni kama taa iliyowashwa lakini ikafichwa chini ya kiango. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watu kama hawa, ukitaka kuwatambua watu wenye sifa hizi, watu wenye roho hizi, utagundua kupitia kwa sifa hizi ambazo nimetamka. Kuna sifa hizi ambazo nimetaja. Utagundua huyu mtu mbona hajatulia. Na utulivu
mzuri wa kuangalia, una noti hana ile ari ya neno, hana ile kutamani kujifunza. Kati mwingine anaweza akaja leo alafu akaja mwezi ujao, hawezi kufuatilia kwa sababu hana ile shauku na wala hawezi kujulia hali inakwaje. Bwana asifiwe. Mtu anayeanza kuandamwa na hizi roho anaanza kuwa na sifa hizi, na tuombe Mungu sana, maana hiki ni kipindi cha mwishoni sana kanisa kunyakuliwa. Tunatakiwa kabisa tuzipinge hizi roho zisiwahi kuweza kugusa watu wa Mungu. Watu wengi walio huko nje, wengine hata wanasapoti kazi ya Mungu, hawana hata doti moja ya roho hizi. Roho hizi mara nyingi zinaingia watu ambao mara nyingi wanatamaa. Anaweza mtu akaja akanifanya kabisa yeye anaweza anaweza kuhubiri vizuri kuliko mama mchungaji au kuliko mchungaji. Mimi aisee, nipe madhabahu tu, mimi naweza, niachie tu, nipe tu. Maana ile ni tamaa, ndio sifa hizi ambazo tumetaja. Haleluya. Ni vizuri kutambua hizi roho na kuzipinga mapema katika jina la Yesu. Mungu akusaidie, Mungu anisaidie, Mungu atusaidie ili tuweze kuzipinga hizi roho na kusambaratisha kazi yote ya Mungu katika jina la Yesu. Naomba tusimame kwa miguu yetu katika jina